Kwa hiyo hakuna namna, nabidi tu wananchi wetu wavumilie. Ni swala ambalo ni la muda, lakini na imani ufumbuzi wa kudumu unakuja, na kuna siku tutasema kulikuwaga na adha iliyokuwa inatusumbua ya 1, 2, 3 na sasa hivi haipo tena. Kwa hiyo mimi niwaambie hivi kwamba nashukuru hata nyinyi kama mmetembelea na watu wametoa kero yao. Ni kweli ni wana haki na ni kweli ni kero. Hata mimi kama kiongozi inanipa kero kwa sababu pia iko karibu na mimi, na uzuri barabara yenyewe imewekea kibao ambayo imeandikwa jina la Mafimbo ambaye ndio diwani, ndio barabara ya diwani. Kwa hiyo wawe na wavute subira na wawe na matumaini kwamba siwezi kuiacha hiyo barabara ambayo ina hadhi ya jina langu ibaki kwenye changamoto kama hiyo. Hiyo tuseme kubwa ambalo naweza nikaliongelea, barabara hiyo niliwahi kuipiga vifusi ambazo hata gari zikashindwa kupita, ikawa kama vile nimeifunga. Yani ikawa ni kero kubwa mno, kwa sababu kulingana na ufinyu wa barabara ilivyo, hata grade alikuwa linashindwa kusambaza vile vifusi. Wasifikiri wanavyoiona ile adha, wafikiri kama viongozi hawaoni au hawana taarifa au wamepotezea. Adha hii hakuna mtu anayeweza kuipuuzia. Kwanza iko karibu na mimi, nyuma kwenye nyumba yangu. Kwa hiyo adha wanaoipata wananchi na mimi naipata, na maneno ya wananchi nayasikia. Kwa hiyo niombe tu kwamba wavumilie, kwa sababu hatuwezi kuamka tuamka asubuhi tuanze kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo hicho ndio ambacho naweza nikasema niombe kwa wananchi kwamba wavumilie. Kero hii inajulikana na imeshawekewa bajeti na imeshawekwa mkandarasi. Muda wowote watakuja TARURA kufanya hii kazi, ukizingatia pia walishakuja mwaka mmoja uliopita wakaweka na zile alama ambazo bado hazijapotea. Tukipita mle barabarani kuna nyumba utaziona zina alama. Zote hizi zilikuwa jitihada za nini? Za serikali za kuangalia namna ya kufanya.